بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na kitabu chetu. Leo tupo katika babu al-i'rabi, mlango unazungumzia masala mazima ya i'rabu. قال مصنف رحمه الله تعالى: وإن تريد أن تعرف الإعراب، anadai kwamba katika beiti yake, na ukitaka kufahamu jinsi ya i'rabu, litaktafi fi nutqika as-sawab, ili ufuate katika kule kutamka kwako kwa hali ya kupatia. Fa innahu birrafi, basi tambua kuna i'rabu ya kurfaishwa, thumma jar, kisha i'rabu ya kutiwa jar, wa nasbi, pamoja na i'rabu ya kutiwa nasbu, wal jazmi, pamoja na i'rabu ya kujazmishwa. Jami'an yajri, yote hayo hupita katika hali ya kinahau. Katika tarjama akaeleza al-i'rabu arba'a, kwamba i'rabu ziko aina nne au sempuli nne. Kuna rafu wa nasbu wal jar wal jazm. Hizi ni aina za nini? Za i'rabu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala: farrafu wan nasbu, basi i'rabu ya kurufaishwa pamoja na kunasibishwa, bila mumani, pasipo na chenye kuzuia, katika hali ya rafu pamoja na nasbu, pasipo na chochote chenye kuzuia. Qad dakhala fil ismi wal mudhari, kwamba huingia baina ya rafu na nasbu katika ismu pamoja na fi'l mudhari, ndio huingia hali hizo. Na rafu na nasbu yashtariku fihima al-ismu wal fi'l, kwamba kurufahishwa au rafu na nasbu hizi zote zinashirikiana katika majina na katika vitendo. Kwa nini zinashirikiana katika majina na kitendo? Tunaona jina akikaa katika sehemu ya maf'ulun bihi, bimaana kwamba atakuwa nasbi, na nasbu pia inaweza kawa katika kitendo cha madhi. Sawa, mfano dharaba. Sawa, dharaba, hapo tunaona ni nasbu, ina fatha. Alafu pia kuna rafu. Rafu inaingia pia kwenye jina na pia inaingia katika fi'lu. Fi'lu inaingia katika fi'l mudhari. Fi'l mudhari marfu'un, bimaana imerufaishwa, na jina akiingia katika fa'il. Mfano dharaba zaidun, muona hapo tunaona kuna rafu. Ndio maana mtunzi wetu kitabu akaeleza kwamba farrafu na wanasbu bila mumani, pasipo na kile chenye kuzuia. Qad dakhala, hakika vinaingia au vimeingia hivyo viwili, fil ismi wal mudhari, katika jina pamoja na mudhari. Wa jarru, pamoja na harfu ya jar au na hali ya jarri, i'rabu ya jarri. Yastathiru bil asma'i, kwamba hiyo jarri inaingia katika majina tu peke yake, wala haingii katika fi'li. Wal jazmu bil fi'li, pamoja na jazm inaingia kwenye fi'lu peke yake katika kitendo, haingii katika hali ya nini? Haingii katika hali ya ismu. Bila imtirai, pasipo na shaka. Bila imtirai, pasipo na shaka. Kwa hiyo tunaona kwamba
harfu za khafdhi inaingia katika al-asma'u, sawa, peke yake, katika majina peke yake, na jazmu inaingia katika fi'lu peke yake. Kwa hiyo mtunzi anatuambia wal jazmu bil fi'li, kwamba jazmu inaingia katika vitendo, bila intirai, pasipo na nini, pasipo na shaka. Farrafu dhammun, basi rafu ni dhamma akhiri alhurufi, inakuwa mwisho wa herufi katika ima ismu au fi'l. Wan nasbu bil fathi, pia nasbu wa fatha, bila ukufi, pasipo na kusimama, pasipo na nini, na kusimama. Na hapa katika hali ya nini, alwaslu fi raf'i bidhammati wan nasbu bil fathati, kama hivi. Pia akaendelea mtunzi wa kitabu kutuambia wal jarru bil kasra, kwamba jarri kwa kasri, utiwa kasri, ima ismun utiwa kasri, litabyini, kwa kuwekwa wazi kwa jina, litabyini, kwa kuweka wazi, kwa kuwekwa wazi kwa jina. Waljazmu fil salimi, na kitendo cha kujazimishwa katika kitendo kilichokuwa salama, bitaskini, bimaana kwamba asukuni, kwa kutiwa sakni, kwa kutiwa sakni. Nadhani hayo tumesha yasoma katika darasa zingine huko katika matna Jurumia pamoja na vitabu vingine vya kinahau. Qala musannif rahimahullahu ta'ala i'rabu al-ismi al-munfaridi al-munsarif, kutia irabu katika jina la munfarid, jina la mtu mmoja ambalo linasarifika. Anasema kwamba wanawwinu al-isma al-farida al-munsarifi, kwamba utiwa tanwini katika jina la mtu mmoja ambalo linasarifika, utatia tanwini. Mathalan Zaidun, sawa, au Zaidan, unaweza kutia tanwini hivi, lakini kwa hali ambayo jina hilo linasarifika. Idha darajta qaila, pale utakapokuwa umepita katika kusema, wala mtaqif, na wala kusimama. Mfano raaitu Zaidan wa raaitu Zaidan wa amra au wa amra, au unaweza kusema raaitu Zaidan wa Khalid hivi. Kwa hiyo ndo anamaanisha hapo kwamba tumetia hali ya tanwini, Zaidan wa amra, sawa. Kaendelea mtunzi rahimahullahu ta'ala, baada ya kubainisha katika nawwinul ism al-munfarida al-munsarifu fi halati al-wasli, katika hali ya kuunganisha. Baada ya kueleza hivyo, waqif, na pia kaeleza kwamba simama alal mansubi, kwa kunasibishwa, minhu bil alifi, jina hilo kwa nini, kwa alifu. Mfano raaitu Zaida,one raaitu Zaida, hapo tumesimama kwa nini, kwa alifu. Pia kamithli ma, kama mfano ule ambao taktubu, utakaouandika, la yakhtalif, wala hautofautiani baina ya kule kusimama kwa nasbu kwa ismu hali ya alifu, kama tulivyopita. Taqulu, utasema Amru qad adhafa Zaida. Mbona hapa ndio mfano, Amru qad adhafa Zaida, ka Amru ameegemeza kwa nani, kwa Zaida. Wa Khalid, pamoja wa Khalidun, wa Khalidu sada al-ghadata Saida, wa Khalidu, na Khalidu sada amewinda, al-ghadata asubuhi, Saida kiwinda. Tunaona hapa
mahalu shahid Khalidun, sawa. Na hapa zaidan, hapa sehemu hizi ndo sehemu za ushahidi. Watusqitu at-tanwina, na uondoshwa au pomoshwa tanwini idha adhaftahu, pindi ikiwekwa mudhafu au ikijengwa juu yake na mudhafu, ile tanwini inafanyaje? Inaondoshwa. Au intakun billami, au pakiwa pameungana na lam, qad araftahu, hakika amearifisha. Amefanyaje? Araftahu, amearifisha. Mithaluhu, mfanake jaa, amekuja ghulamul wali. Umeona? Kwa hiyo hapo ghulamul wali, wali ndo mudhaf kama tulivyosoma katika watusqitu at-tanwina in adhaftahu, kama atajenga juu hali ya nini? Mudhaf. Kwa hiyo hapo tumeondosha nini? Tanwin baina ya ghulamun, itakiwa hivi, lakini tumesema ghulamul wali kwa sababu mbele yake kuna nini? Mudhaf ilayhi. Wa aqbala al-ghulamu kal-Ghazali, na hapo pia mahali shahid baada ya kupita hapo nyuma, intakun billani qad araftahu, kuna lamu hapo kal-Ghali, al-ghulamu. Umeona lamu tumeona al-ghulamu kal-Ghazali ndio mahali shahid. Asante.